Hello mpenzi mtazamaji wa channel hii. Siku ya leo ni wakati mwingine tena ambako kwa neema ya Mungu tunapata nafasi ya kujadili mambo ya usuyo neno la Mungu na Biblia na uzoefu wa Kristo. Wakati huu tunakwenda kutengeneza video moja ambayo ni kwa ajili ya kujibu swali la rafiki mmoja hapa anaitwa Triza France 4304 ambaye swali lake lilikuwa ni fact ni kama jambo linalomsumbua. Anaposema mimi natamani sana kusoma Biblia lakini huwa sielewi. Kwa hiyo ni kwa ajili ya kumsaidia yeye, lakini pia na kuwasaidia watu wengine ambao wanapitia changamoto kama hii. Na niliahidi kutengeneza video ni karibia wiki 2 ndio nilitoa jibu ya kwamba nitaandaa video ya kumsaidia. Kwa video hii kwa sababu ni ahadi lazima ni itimize. Basi tuombe kwa ajili ya kupata rehema za Mungu na hekima. Basi Baba yetu na Mungu aliye mbinguni, wakati huu ninaomba fadhili zako kwamba ninapojibu swali hili ama kutengeneza kitu kwa ajili ya kumsaidia rafiki, Baba ninaomba nisitumie maneno yangu bali unipatie hekima itokayo juu kupitia Roho Mtakatifu niweze kusema yale yaliyo mapenzi yako. Naomba kwa imani katika jina la Yesu. Amen. Sasa kuna mtu anasema hivyo, changamoto ya kusoma Biblia lakini haelewi, na ni wengi. Na sisi wengine tumepitia katika hiyo wakati, lakini pia kuna wakati unasoma Biblia na uelewi. Kwa hiyo kuna hali ya kudumu na kuna hali ambayo inaweza ikatokea. Umesoma kifungu kizima au paragraph nzima au umesoma sura nzima lakini hujaelewa chochote. Inaweza kutokea hata kama siku nyingine unaelewa. Kwa lazima tujue kwamba ni changamoto gani ambazo zinaweza kupelekea mtu kutokuelewa Biblia. Cha kwanza ni kutokujua kwa nini unaisoma Biblia. Ni sababu moja wapo ya kwamba kwa nini unaisoma Biblia. Kuna wakati Yesu na Farisayo walikuwa ni Masadukayo. Wakaenda kumuuliza kuhusu story ya watu ambao Masadukayo hawaamini habari ya uwepo wa malaika na mengineyo na habari ya ufufuo. Wakaambia mtu mmoja, mwanamke familia, mume alikufa, yule mwanamke akaolewa na ndugu yake, mwisho wa siku 7 wote wakafa. Yule atakuwa nani? Jibu la Yesu lilikuwa ni kwamba mapotea kwa sababu ya majui maandiko wala uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu. Kwa hiyo kupotea mara nyingi ni kwa sababu watu hatuyajui maandiko. Soma maandiko bila kuelewa. Lakini ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 39 anasema, "Mwayachunguza maandiko mkidhani ya kuwa mna uzima ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia." Ni kwamba unasoma kutafuta nini? Sasa njia ya kwanza ya kusaidia kama unasoma maandiko na uelewi, kitu cha kwanza, jua kwa nini unayasoma. Tafuta sababu bora ambayo itakufanya kusoma na kuelewa. Usisome tu kama kusoma. Unatafuta nini kwenye Biblia? Yaani unaposoma Biblia unatafuta nini? Kinachotafuta kitakupeleka kwanza vitabu ambavyo vitakuwa ni rahisi kupata kile unachokitafuta. Mfano, ikiwa ninatafuta kujua habari ya hekima ya maisha, namna ya kupambana na changamoto nyingi ya hekima, nitatafuta kwenda kusoma kwenye Mithali. Ikiwa napitia nyakati ngumu, natafuta kujua maneno ya kunitia moyo hasa. Siendi kwenye Wafalme, nitakwenda mara nyingi kwenye Zaburi. Kwa sababu inaelezea visa, Daudi anaelezea mara nyingi aliyopitia changamoto na kipi kilimtia moyo. Lakini twende katika ujumla wa Biblia nzima. Yesu ameshasema, hayo ndiyo yanayonishuhudia. Kwa hiyo unapokwenda kusoma Biblia unasoma kumtafuta Kristo. Ndipo Biblia itakuwa na maana. Kwa sababu Biblia sio maelekezo tu. Ni neno la Mungu. Na hapo mwanzo kulikuwa na neno. Kisoma kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 na kuendelea. Hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mmoja alikuwa kwa Mungu. Na vyote vilifanyika kwa yeye, na wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo sasa neno na hili neno la Mungu. Kwa hiyo Biblia inamhusu Kristo kwa sababu ndiye neno la nani? La Mungu. Sasa unapokwenda kusoma, nenda kusoma Biblia ukimtafuta Yesu kwa sababu ndiye uzima, si ndio?
Yaani wale mafarisayo walikuwa wanasoma Biblia wakisema kama ninaposoma maandiko mengi ndipo napata uzima, si ndio? Lakini uzima hauko katika yale maneno, uzima uko katika neno ambaye ni Kristo Yesu. Kwa hiyo lazima unaposoma Biblia mtafute Kristo katika maandiko matakatifu. Jenga mahusiano na Yesu kupitia Biblia. Kwa sababu unasoma habari zake, in fact umuone, si ndio? Lakini unasoma habari zake, unajua maisha yake, unajua ahadi zake, unajua maelezo yake, unaijua tabia yake. Biblia inaposema kwamba wewe ni mwenye huruma, yeye ni mwenye huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira. Okay, hizo ni tabia zake ambazo amezitaja katika kitabu cha Kutoka 34. Lakini sasa hizo tabia anazozisema unaziona katika Biblia? Unaziona anaposema sikuja kuwaita wenye dhambi bali wenye haki wapate kutubu. Sikuja kuita wenye haki bali wenye dhambi wapate kutubu. Yeye alikuwa wenye dhambi. Je, ni kweli? Unasoma, unaona kuna mahali kwa kweli huyu mtu alikuwa ni mwovu, aliyetakiwa kuadhibiwa, lakini Yesu alimvumilia. Kama alifanya hivyo kwa huyu, na mimi anaweza akafanya kwangu. Mtu fanya alikuwa na deni, akaenda kwa Elisha. Umuone Elisha, unamuona Mungu, sababu miujiza yote haikutoka na Elisha, ilitoka kwa Mungu, si ndio? Ile mwanamke anadaiwa, akaenda Elisha akamwambia kauze mafuta, si ndio? Kauza mafuta. Akamwambia apimine chupa, vyombo vikajaa, akauza, akamwambia alipe deni. Aliyemtendea vyenye nani? Ni Mungu. Binadamu kwa tabia yetu ingeambia kapige kazi, lipa deni. Lakini Mungu anambia okay, nitakufanyia muujiza, chukua mafuta kauze, ulipe deni. Kwa hiyo unaiona tabia ya Yesu Kristo katika Biblia. Ndio maana naambia hebu ngoja tuisome hii, kwa sababu unaweza kusema tusome ni Yohana. In fact nishaisoma, lakini hebu tuisome kabisa. Yani fungua Biblia yako kama una Biblia 5:39. Anasema mwayachunguza maandiko kwa sababu nadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Kwa neno la Mungu linamshuhudia Yesu. Kwa unaposoma Biblia tafuta kumuona Yesu katika maandiko matakatifu ili uweze kuielewa. Anza na vitabu ambavyo mfano natamani kumuelewa Yesu katika Biblia. Okay, nafanyaje? Naanzaje? Anza na vitabu vinavyomuelezea direct. Ndio, direct. Mfano kitabu cha Mathayo, Marko, Luka na Yohana vinamuelezea direct, si ndio? Soma. Omba Mungu, Roho Mtakatifu akuunganishe na yeye. Hautoelewa kila kitu kwa siku ya kwanza. Utapata nuru kidogo, kwa sababu nuru ina tabia kwenda, mwangaza ukiwa mkubwa ghafla unaweza kukuharibu macho. Lakini kwa sababu hizi nani za hizi zitanuke, ndio maana ukitoka mahali ukiingia, kama utoka kwenye mwanga ukaingia kwenye mwanga hafifu, unaona giza kwanza. Kwa hiyo mwanga utakuja taratibu. Sio kama ukisoma siku ya kwanza utaelewa kila kitu. Utapata kama mwanga kidogo, ukijua anacho kitafuta. Alafu kama omba Mungu. Omba Mungu kabla ya kusoma Biblia. Bia Mungu, naomba unisaidie niweze kuelewa. Kwa nini natakiwa uombe? Kwa sababu moja. Unaposhika Biblia kuna pepo wabaya wanakuja wanatengeneza giza katika fikra zako. Huwezi kuona, lakini ndio kazi yao. Mapepo yanakuja yanatengeneza giza katika fikra, yanakuletea story, yanakuletea mawazo, yanakuletea vitu vingi ambavyo unadhani ni wewe, yanaleta uzito katika akili. Kwa kinachotokea ni kwamba unasoma Biblia uelewi, kwa sababu ndilo lengo lao usielewe, kwa sababu wanajua kupitia maandiko matakatifu utatengeneza mahusiano na Mungu, utapata uzima wa milele. Sasa wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba usielewe maandiko matakatifu. Kwa hiyo kuwa na kusudi sahihi la kusoma Biblia. Lakini kitu kingine, kwa nini uelewi? Kitabu cha Wathesalonike wa pili 2:13. Hebu ngoja tusome. Tusome hili fungu, nadhani litakuwa la mwisho kwa ajili ya kumsaidia yule mwingine ambaye inawezekana kuna kitu ambacho yeye mwenyewe anakisababisha kutokuelewa. No, sio 2:13. Tuanzie 2:10. Anasema hivi, na katika madanganyo yote ya udhalimu na hao wanaopotea kwa sababu ya kukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumie wote ambao kuiamini kweli bado walikuwa wakijifurahisha katika nini? Udhalimu. Kwa hiyo kuna wakati ambapo unaweza kuwa wewe mwenyewe hutii ukweli unaojua, ambao kabisa Mungu amekudhihirishia, unaojua lakini hautii. Kinachotokea ni kwamba Roho Mtakatifu anaacha kusaidia. Kwa lazima sisi binafsi tunaposoma kweli tuweze kuelewa na tuweze kutii. Hicho kidogo unachokijua uweze kukitii.
na Mungu atakusaidia kupiga hatua za kiroho. Kwa hiyo rafiki, usipoelewa muombe sana Mungu. Tumia muda mwingi kuomba na kusoma Biblia. Alafu usisome Biblia wakati ambapo umechoka. Soma Biblia wakati ambapo hujachoka. Mfano mzuri au muda mzuri kusoma Biblia ni asubuhi. Itakusaidia. Omba, soma. Omba, soma. Usome mwanzo alafu nisubiri mpaka nimalize ndio niombe. Unasoma, unaona giza, unaomba. Unasoma, unaona giza, unaomba. Unasoma, unaona nuru, unaomba, unashukuru. Unafanya hivyo, unapiga hatua katika kumjua nani? Kumjua Mungu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza kufanya na vikakusaidia katika maisha kila siku. Asante kwa wakati wako ambao umetoa kusikiliza video hii. Ikiwa basi ni wewe mhusika ambaye uliandika comments, basi andika comments ya kwamba nimepata jibu. Lakini ikiwa bado kuna kitu kinakusumbua, usisite kuandika comments. Lakini ikiwa una swali, basi kuna link nitaweka kwenye description ambao unaweza kutuma swali moja kwa moja. Hasa maswali ni vizuri yakipitia huko moja kwa moja kwa sababu ni rahisi sana kuyaselect, kuyatofautisha na comments. Kwa sababu video zinavyoendelea kupanda, comments zikawa nyingi, sometimes zikawa ngumu kutofautisha swali na comment ya kawaida. Kwa hiyo ni vizuri sasa ukatuma maswali kupitia link ya maswali ambayo ninayapata moja kwa moja. Asante, basi Bwana akubariki na akupatie neema katika kumjua yeye kupitia maandiko matakatifu. Tupate kuomba. Baba, kwa sababu tulikuomba kabla ya kuanza somo hili na hata wakati huu ambapo ninahitimisha, ninakushukuru kwa sababu ninaamini neno lako li hai litakwenda kugusa kila mmoja mwenye kuhitaji na kumpatia uzima katika nafsi yake. Asante kwa sababu utatusaidia kuendelea kujifunza na kumuelewa Yesu kupitia maandiko matakatifu. Ni katika jina la Yesu. Amen. Takia wakati mwema.